inakuletea mwangaza wa dini yako. Tuanze kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na amani zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Tunaendelea ndugu zangu, kama tulivyozungumza wiki jana ya kwamba leo tutaendelea katika kitabu chetu At-Tauhidul Muyassar, tukiogelea katika bahari ya tauhid, ikiwa tauhidi ndio uti wa mgongo wa dini hii. Na kwa mujibu wa programu ya kitabu chetu, leo tutazungumzia neno al-kufr, ukafiri na aina zake na maana zake. Ni neno ambalo linatumika sana leo na liko katika midomo ya wengi miongoni mwetu. Pakitokea kitu tunambamiza mwenzako kafiri, tokea jambo unambamiza mwenzako kafiri. Lakini watakiwa uchunguze kwa makini uzito wa neno lenyewe. Al-kufr, taarifuhu, nini maana ya hili neno ukafiri? Lughatan, kilugha, yani neno ukafiri, al-kufr kwa Kiswahili au kwa Kirundi, Kiingereza, nini maana yake? Akatambia Sheikh ya kwamba al-kufru lughatan, ili neno kufru kilugha, bimaana satr, maana yake ni kustiri, wa taghtiya, na kufunika. Kustiri na kufunika ndio maana ya neno al-kufr kilugha. Na hiyo inakubaliana na kauli yake Allah tabaraka wa taala alipokuwa akizungumzia uhai wa kidunia, akitupigia mfano wa maisha ya kidunia. Allah akasema, kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadid. Al-aya. Allah kata kutuonyesha na kutupigia mfano wa dunia na vilivyomo. Allah akasema starehe zake zote hii dunia kamathali ghaithin, kwamba ni mfano wa mvua. Ajabal kuffara, ndio tunakusudia hapo. Ajabal kuffara nabatuhu, ni mfano wa mvua ambayo imewafurahisha al-kuffar. Al-kuffar waliotajwa hapo, kama walivyotueleza wengi katika wanazuoni, sio makafiri, bali al-kuffar waliotajwa hapo ni wakulima. Kwa hivyo wanapokwenda kulima, wakapanda mimea ikaota vizuri, mvua inapodondoka, mvua inapopiga, mimea yao ikiota vizuri, wanafurahi. Ndiye Allah anasema kamathali ghaithin, ni mfano wa mvua, ajabal kuffara nabatuhu, imewafurahisha wakulima kutokana na mimea yao inavyoota vizuri. Wakawa wamefananishwa hapo wakulima kilugha na makafiri. Kilugha ieleweke vizuri hapo. Kwa nini? Kwa kuwa wakulima
huchukua mbegu wakachimbua ardhi, alafu wakachukua mbegu wakaidondosha, kisha wakaifunika, ikawa ile mbegu haionekani tena, wakaificha. Ndio wakaitwa, Allah akawasema kwamba akatumia neno al-kuffar kwa kuwa wameficha mbegu ndani ya ardhi. Na ukafiri kilugha maana yake ni asatr, kustiri. Maana nyingine wataghtia, kufunika, kama vile vile mkulima anavyofunika mbegu na kuzificha akazistiri ndani ya ardhi. Hiyo ni maana ya kilugha katika lugha ya Kiarabu au katika lugha yetu ya Kiswahili na lugha yoyote ile. Ama shar'a, kisheria, sasa nini maana neno al-kufr kisheria? Sheikh akatoa maneno mawili yakawa ametosheleza tafsiri ya neno al-kufr. Maana yake shar'an diddul islam. Tukisema ukafiri kisheria, maana yake ni kitu ambacho kiko kinyume na Uislamu. Diddul islam imekuwa ni katika ndio ukafiri hasa huyo. Anwa'uhu, ama aina zake, aina za ukafiri. Anatuambia Sheikh ya kwamba ukafiri ni nauani, uko aina mbili. Wameugawa wanazuoni ukafiri aina mbili: kufrun akbarun, ukafiri mkubwa, aina ya kwanza hiyo. Aina ya pili kufrun asghar, ukafiri mdogo. Kabla kuendelea, ieleweke ya kwamba katika Uislamu madhambi yote sio sawa sawa, ili tuweke sawa hii nafasi. Kuna madhambi makubwa na kuna madhambi madogo. Hiyo ni imani yetu. Tatizo ndugu zangu katika nchi yetu hii, sisi ni wana sunna lakini hatujitambui kwamba ni wana sunna. Hata manhaji yetu hatuifahamu. Hata ukiisema wakati mwingine inashangaza. Kuna mtu ameshangaza, Abdul Jabari siku hizi bwana penda sana kusema sana manhaji salafi, manhaji salafi. Ni kitu gani hicho? Anashtuka yani. Na yeye mwenyewe ukimweka chini ukimuuliza unafuata Qur'ani, mwe mnasemaje? Tunaifuata tuifuati jamani? Tunaifuata. Jamani, sunna nayo tunaifuata tuifuati? Tunaikubali tuikubali? Tunaikubali. Sasa maswahaba wa mtume nao tunawakubali tuwakubali? Wao walikuja baada yetu, watakuja baada yetu, au walikuja kabla yetu? Naam, walikuja kabla. Kama walikuja kabla, bimaana hao ni salaf. Wangelikuja nyuma wangekuwa ni khalaf. Lakini maadamu wamekuja kabla yetu, hao ni masalaf, wametutangulia sisi katika hii imani. Kwa hivyo sisi tunafata kitabu na tunafata sunna kwa kupitia fahamu ya hao waliotangulia. Mtume na maswahaba walielewaje Qur'ani, na sisi tunafata hapo hapo. Usikae chini na wewe ukafabrike. Tunaona hii aya na mimi nataka niipembue kivyangu vyangu. Tizama mtume alifahamu vipi na wanafunzi wake maswahaba walifahamu vipi. Hiyo ndio kusema jamani, yani kufata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wale waliotutangulia. Kwa hivyo ndugu zangu, katika imani yetu sisi ahlus sunna wal jamaa ala fahmi salafi, tunakubali kwamba pako madhambi makubwa na madogo. Allah kesha yasema, amewasifu waaminifu akasemaje?
alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam, waja wema ni wale ambao wamejiepusha na yale madhambi makubwa makubwa. Yajtanibuna kaba'ira al-ithmi, madhambi makubwa, wal fawahisha, na uchafu wa zinaa, ukabongona, aina zozote zile za uchafu. Afu Allah akasema illa lamam, isipokuwa yale makosa madogo madogo. Kwa hivyo ni kuachanisha hapa. Sisi sio kama Wakristo wenyewe wanakuambia dhambi zote sawa sawa, lakini na wenyewe ikafika fasi wakagonga ukuta, wakasema ya kwamba ukimtukana Roho Mtakatifu makosa yake ni makubwa kuliko hata kumtukana Mungu. Jamani, hapo hawajashindanisha, pangaliki usawa tena hapo, tayari mambo yameachana. Hiyo ni imani na hauwezi ukalipinga hili, huwezi kabisa. Ni kweli madhambi yanaachana. Kuna mtu anafanya kitu mpaka wewe mwenyewe roho inaruka hata kama uko mfanya maasi, lakini kuna maasi ya mwenzako ukiyasikia roho yako inadunda. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi ni wana sunna. Kwa hivyo wanachuoni wetu wameagawa madhambi, ukafiri wameugawa aina mbili. Pana ukafiri mkubwa na pana ukafiri mdogo. Sasa tuanzie huyu wa kwanza, al-kufrul akbar, ukafiri mkubwa. Na kabla ya kuendelea, tunakumbusha tena, watu wengi wakifika fasi ya kulinganisha vitu hiki na hiki, wakati mwingine mtu anajipiga kifuani eti bora mimi bwana, ila wewe ndio umekonda na maji, au kusikia amesema dhambi yako wewe ni kubwa, afadhali mimi ya kwangu. Usendi hivyo. Usendi hivyo ndugu yangu, utakuwa umekosea. Hivi mtu akiuliza jamani, ni dhambi gani inayoweza kumpeleka mtu peponi? Ikumbukeni dhambi ambayo mtu ukifanya itakupeleka peponi. Dhambi inawezekana? Dhambi ni dhambi tu. Ni dhambi tu. Kwa hivyo wewe usitoki msikitini ukasikia shekha ameshambulia zina, wewe ukatoka na wewe ni mlevi, unaambia mwenzako bwana, naona leo ilikuwa ni siku yenu. Sisi walevi hawakutugusa. Hii ni kuonesha kwamba si dhambi yetu ni ndogo. Ndogo? Hapana mzee, hapana. Mtu akikwambia chagua katika bakuli moja ambalo utakalo kunywa au utakalo kula, mko tayari? Chagua katika bakuli moja. Mtu katapika ndani ya bakuli amekunywa Amstel, na mwingine katapika ndani ya bakuli amekunywa Kanyanga, wewe chagua. Maana hizo ni pombe aina mbili. Pombe moja inaitwa eti pombe inayokubaliwa na sheria, na ingine pombe inaitwa isiyokubaliwa na sheria. Uongo kweli? Amstel ni pombe, lakini eti inakubaliwa na sheria. Hata ukiinywa wazi watu wanaona safi. Kanyanga ukigusa haikubaliwi na nini? Dunia ina mambo sana hii. Yaani dhambi watu wanaiwekea protection ya kuikinga na kuilinda na kwamba hii imekubalika na sheria. Na kweli ukinywa barabarani watu wote wanaona kabisa c'est un homme cultivé. Msomi huyu bwana. Unateremshia unaweka pale. Amstel bia. Sasa kuna mwingine kule akichukua tu glasi yake akaje hiyo pombe haikubaliki na sheria, anafungwa. Lakini dunia ndio hivyo. Ukichunguza utakutana na huyu analipaga kitanse na huyu halipagi nini? Sasa huyu asiyolipa, kwa hiyo inakuwa kwake ni haramu. Kishiko anafungwa maskini. Ulimwengu maskini. Asbaha alhaqu batila walbatilu maarufa. Leo haki ndio inaonekana ndio batili, na batili inapodolewa mpaka inakuwa inaonekana kuwa ni halali.
Naam, al-kufru al-akbar, ukafiri mkubwa, wa fihi masail, kuna nukta ambazo tabitu tuzungukie. Na kabla kuzungukia, kwanza tujue kwanza ukafiri mkubwa ni ukafiri wa aina gani, kwa nini umeitwa hivyo, una matokeo gani, taarifuhu, nini maana ya al-kufru al-akbar, ukafiri mkubwa. Akafasiri shekhe ya kwamba huwa adamul imani billahi wa rusulihi sawa'un kana ma'ahu takdhib au lam yakun ma'ahu takdhib. Kafiri mkubwa huyo, kwamba huwa adamul imani billahi, ni mtu kutokuwa na imani ya kumwamini Allah. Kafiri mkubwa huyo, mtu kutokuwa na imani ya kumwamini Allah, wa rusulihi, na kuamini mitume wake, sawaun, sikiliza vizuri ya maneno, pamoja na kuwa kana maahu takdhibu, atakuwa huyo mtu ametangaza ukafiri wake wazi. Mungu vitu gani? Hakuna hapa. Takutuletea mambo ya politiki tu hapa. Yote ni madini, yote ni siasa. Kuna cha Mungu wala cha nini. Binadamu alitoka ndani ya nyani. Sijui paka wa evolution tulisoma kwenye nini, mtu akaenda anaevoliwe mpaka akatokea kuwa mtu. Mtu anatangaza dhahiri shairi ukafiri wake. Au lam yakun ma'ahu takdhib, au sawa asitangazi ukafiri wake, lakini moyoni anapinga kwamba Mungu hakuna, fahadha kafir. Tena ukafiri wake ni al-kufrul akbar. Kampinga Allah, kapinga mitume wake, sio mtume wake, mitume wake. Kampinga nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kikosi chote cha manabii kapinga. Na haya ni matatizo ndugu zetu manaswara wanayo. Kwanza wamempinga wa mwisho wa manabii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halafu manabii wengine wamewapinga kistaarabu kwa kuwavika kila nabii balaa. Nabii sijui Lutu alizini sijui na mtoto wake, nabii sijui nani alifanya hivi, kila nabii wakamvika dhambi ionekane kwamba hao wote hawafai, anayefaa ni huyu mmoja, Bwana Yesu. Sasa wakamtoa katika ile mduara wa unabii au wa utume, wamempandisha mpaka leo anakuwa ni Mungu mkuu na mwokozi. Al-kufru al-akbar, ukafiri ule mkubwa, kutomwamini Allah, kutoamini mitume wake. Sawa mtu akitangaza ukafiri wake au akiuficha, lakini maadama anakubali moyoni mwake kwamba Mungu hakuna, mitume wote hamna, au kapinga mmoja katika mitume, tayari. Sasa hukmu ya ukafiri, mtu akiangukia katika kosa la ukafiri mkubwa, ni ipi hukumu yake? Wanazuoni mtambia hukmuhu, ukafiri huo ambao mtu akiufanya, yukhriju minad-dini au yakhruju minad-dini wal millah. Huyo mtu akifanya hilo kosa, yakhruju minad-din, anatoka ndani ya dini na katika mila ya Kiislamu hayumo. Al-kufru al-akbar inamtoa mtu ndani ya Uislamu, inamtoa mtu ndani ya Uislamu. Sasa anwa'uhu, aina za ukafiri mkubwa, khamsatun. Ukafiri mkubwa unaomtoa mtu ndani ya Uislamu ni mambo matano. Ndiye nitakuombeeni ndugu zangu, tunaposema hivi vitu vya kutoa mtu ndani ya Uislamu, ni feruje wa Uislamu, ni tale kunda hapa, hakuna mchezo. Ukijikuta wewe una kimoja tu kinatosha kutupa nje, pamoja na kuwa wewe unasali, pamoja na kuwa wewe unatoa zaka, pamoja na kuwa unaswaumu, pamoja na kuwa ulienda Maka, pamoja na kuwa unafanya khairati nyingi, lakini maadama una moja katika
kufrun akbar, inakutoa ndani ya Uislamu. Allah tunamuomba tuhifadhi ndugu zangu. Na ndiye maana vikao kama vile hivi ndugu zangu muhimu, na hasa napokuwa la nuridu minkum jazaan wala shukura. Hakuna mtu mbele ya mlango kwamba ukitakuingia kusikia darsa kwamba utalipa kuna tiketi. Hakuna. Kwa hali hiyo ndugu zangu tujipe umuhimu. Watu wengi na kwenye tauhidi hautakuwa na udhuru. Hakuna udhuru kwamba hicho nilikuwa sikijui na madarasa yanatolewa misikitini, wewe umejiweka pembeni kimakusudi alafu utoe udhuru lako. Aina 5 za ukafiri unaomtoa mtu ndani ya Uislamu. Aina ya kwanza ndugu zangu, kufuru takdhib, ukafiri wa kupinga. Na unawatoa vijana wengi ndani ya Uislamu, vijana wetu wengi sana. Kufuru takdhib, yuko mkundi anajipa uhuru wa kusema anavyotaka, baadhi anapasisha na vingine anapinga, watu wacheke, watu wafurahi, onekane kwamba yeye ni shujaa wa kuongea, anapinga tukiolela. Inakutupa nje ndugu yangu. Allah anasemaje baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba au kadhaba bil haqqi lamma ja'ahu. Sikiliza vizuri hiyo mahallu shahidi hiyo. Allah ndiye anasema istifhamu ya nguvu, alaysa fi jahannama maswal lil kafirina. Sikiliza maneno, acha mchezo Muislamu na mambo ya dini. Hakuna maskhara. Ukikaa kwenye ligala yako kama umeamua kuzungumza utakayozungumza yazungumze, usiingie mambo ya dini bana. Hilo ndo alikubaliki. Hata akili haikubali. Akili yako wewe ndo haikubali. Akili za wengine zinafanyaje? Kama wewe akili yako haikubali, sio ndo ututie sisi wote kwamba akili haikubali ya nani? Akili yako wewe haikubali, sio yangu. Mimi yangu yanakubali maadama Qur'ani imesema. Allah anasemaje? Waman azlam, sikiliza mizani ambayo Allah anatumia. Waman azlam, nani dhalimu zaidi ya madhalimu wote? Mimman iftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule anayemzulia Allah uongo. Wewe unaeleza, unaona wana pale katika dini mambo ni hivi, umeyasoma wapi? Sio lazima kusoma tu, kuna vitu vingine tu tumikisha akili utaviona. Utavionaje? Acha vitu vya hivyo ndugu. Na mwingine roho ngumu kabisa, kwenye ligala yake anaitwa mufti. Maligala wana vyeo vijana wa Kiislamu, anafika pale mufti, ni wasema nimeingia, mwenye ulizo lake alete. Anatoa uwanja wa maulizo, anajitokeza kijana pale anapiga ulizo. Ndio ile ulizo qala Allahu ta'ala, toa aya haikubaliani na hapo, anachanga ya huku, watu ucheko, furaha yake yeye eti kafurahisha baraza. Kufrun akbar. Nani dhalimu zaidi kuliko yule anayemzulia Allah uongo? Sikiliza unapokusudia. Au kadhaba bil haqqi lamma ja'ahu, au akaupinga ukweli baada ya kumjia. Anaambiwa kitu wazi kabisa, mtu anapinga. Sheikh, mimi pamoja na kuwa umesoma aya, lakini mimi sijakubali hapa. Na mtizama Muislamu maskini amekwenda na maji huyo. Ni mara ngapi haya yanatutokea katika makundi yetu ndugu zangu? Mara ngapi vijana mtu anapinga mambo ya dini wazi, wallahi ukweli anaupinga ukinaga ubaga, anaambiwa. Ndiye maana wanazuoni wengi maskini wakatuambia, mnapokuwa mnaongea na watu mtizame mtu. Kuna mtu mwingine ukimwona ni mgararizi maskini, ukiongea naye usitoi aya wala hadithi, utamkufurisha huyu mtu. Ukitaka kumwambia aya, sema tu maneno basi. Hicho kitu ana Allah amekikataza. Unaona pako ukisema hivi na hivi unatumia lugha kama vile, ukitoa aya mtu akiipinga anakuwa nani hapo? Kafiri. Kafiri. Hakuna maskhara ndugu zangu.
au kadhaba bil haqqi lamma jaahu. Mwisho aya Allah kasemaje? Alaysa fi jahannama mathwa lil kafirin. Je, si katika moto wa jahannama ndio mafikio ya makafiri? Hao makafiri wenye Allah anawataja hapa ni kina nani? Waliomzulia Allah au wakaupinga ukweli. Mmoja katika mambo mawili. Waliomzulia Allah. Unaikaa unaeleza mambo ya dini huko yasoma, wakikuuliza wasema basi dini ngoja kusoma. Dini haina tatizo. Sunana mimi sikusoma dini, lakini huwezi kundanganya. Formule ya kusoma na hatudanganya. Sasa hatadanganywa mwenye aliyesoma. Haya ni matatizo. Kwa hivyo wewe unakafiri nambari moja, ukafiri wa kukadhibisha. Mtu anapinga kinagaubaga hadharani. Hayo mimi ndio sikubali kabisa. Mimi akili yangu bado ingaliki haijakubaliana sawa sawa. Ndio maana mimi shekhe, wewe toa tu aya, lakini mimi sijakubaliana nazo. Unamtizama Muislamu maskini. Tena unamwona anajifanya yuko serious kabisa. Hajakubaliana kabisa. Sheikh, wewe endelea sana, sawa, toa zingine, labda tafuta zingine aya. Kini kama hizo umetoa hapo, hizo hamna kabisa. Anaziangusha. Subhanallah. Ukafiri nambari 2, kufrul ibai wal istikbari ma'a tasdiq. Subhanallah. Ukafiri wa kukataa. Ukakataa, ukaweka na kibri juu, lakini kiroho unavikubali vile vitu. Sheikh, mimi vyote vile umesema vyote ni kweli, lakini mimi kwa hivi sasa sitaki kabisa. Tuko kwenye sulhu hapa. Umeongea, unatoa aya, unatoa hadithi, mtu anakusikiliza tu. Alafu anakuuliza, Sheikh, umemaliza? Naambia ndiyo nimemaliza. Aya zote umesema kweli, hadithi zote umesema kweli, lakini mimi sikubali. Kukataa, na ukijaribu kumnasihi anaweka kibri. Kwanza shekhe, sameni vizuri maneno nasema, sio mkalie mnatatisha watu tu. Watu mambo ya kuwatisha, sijui jahannama, sijui nini. Zungumzieni pepo, sio kale jahannama tu na kututisha hapa. Kibri anaweka juu. Anakubali haya ni maneno ya Allah, anakubali hizi ni hadithi za mtume, lakini yeye amekataa. Kakataa. Amepinga. Haya ni matatizo. Allah anasemaje? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kumbukeni tulipowaambia malaika msujudieni Adam, fasajadu, wote wakaporomoka chini wakasujudu, illa iblis, isipokuwa iblis. Jambo la kwanza, aba, kakataa, alikataa. Wastakbara, na akaweka na kiburi. Wakana minal kafirina. Kwa hayo mambo yake mawili, pamoja na kuwa alikuwa anajua kwamba Adam ni kiumbe kainuliwa na Allah. Allah alikwisha muonyesha kwamba huyu kiumbe ni kiumbe ana daraja yake. Kakataa. Hii amri ni amri ya Allah, lakini mimi sikubali. Kwa nini? Mimi nimeamua tu. Tena mimi nikisirika, hasira yangu ni mbaya sana. Unanitisha Unanitisha kweli, hasira yako wewe ni mbaya. Kama hasira yako ni mbaya, njoo utoboe kibambazi hapa. Anza ngumi hapo, utoboe kibambazi tuoneshe kama hasira yako ni mbaya. Wewe unasumbuliwa na mbu bwana. Haina mfupa, inakubabaisha. Torotoro ikiingia ndani ya nguo mzee unasumbuka. Kishinda siku nzima ukukoga unanuka. Unaugua mafua, unatoka makamasi, unaugua majipu, unaoza bado mzima.
Afu unataka kututisha eti wewe hasira yako ni kali. Unacha hasira wewe mwanadamu? Allah mwenyewe aliyetuumba anasemaje? Anatupa formula yetu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Asili ya mwanadamu kaumbwa ni kiumbe dhaifu kabisa. Kwa hivyo ndugu zangu, twende polepole. Hiyo ni surati al-Baqara aya 34. Ukafiri nambari 3, kufru shaki wa huwa kufru dhanni, ukafiri wa kushakia. Shaka ufasiri kwamba ni ukafiri wa kudhania. Alafu nasikia kama peponi patakuwa vitu vizuri. Usimesikia aya zimesema tena tukikutana kama ni hivyo itakuwa ni raha. Tukikutana conditional sio conditional hiyo jamani. Huyu mtu ameshishakia huyu. Eti tukikutana kama ni hivyo itakuwa ni raha. Bwana wewe uko na shaka. Juu unaona tangia kwa waseme kiyama ni leo. Miaka kila mtu anakuja kiyama, masha amepita nani kufika kifiki. Ya inawezekana inshallah inawezekana. Yashuku. Mtu anafanya nini? Anashakia. Na hii ndio silaha ambayo makafiri wanaitumia leo. Wamegundua kwamba kumtoa mtu katika Uislamu sio jambo lepesi. Ndiyo maana unaona makafiri wakipata aliyekuwa anajiita eti ni Muislamu afa karitadi. Na hivi maradio yote ni yao. Kila radio bado anamuita kwamba ni alikuwa shehe mkuu. Anapandishwa cheo. Paka mmoja amempeleka huko sijui Kinama, wanawatangazia Waislamu shehe mkuu wa kwenu huyu. Sasa alikuwa shehe mkuu huyu. Amekuja kwetu. Ndugu zetu wale Al-Buruji wakamsogelea pale shehe mkuu, tusomea tahiyatu. Unaza Uislamu ni maskhara, sio zile dini zao. Mtu unaweza kufanya masenjeri na magrimase unafuata kwa pasteri mzee. Hapana. Yaani mtu ukiwa na maposteri haleluya unaruka na manini na maneno mengi pasteri pasteri kabisa, tena unalaza watu bien. Lakini Muislamu mzee takwama. Huu ni shehe mkuu. Waislamu wakasema kweli huu ni sheti. Mimi nilikuwa shehe mkuu, nimesoma sana. Tusomea tahiyatu. Hata sio fasa kupeana mitihani hapa. Wewe si shehe. Kwani tahiyatu kwa shehe ni mtihani jamani? Sio mtihani hapa. Ileta shida. Wapasteri wenzako wanamtizama, akamwambia mwambieni shehe wenu atusomee. Wewe kaita katoka kadogo, wewe katoto njoo hapa. Kaka soma tahiyatu. Kakaiporomosha tahiyatu lillahi wa salawatu. Katoto kadogo shehe mkuu tusomea tahiyatu, mpeni maiki. Ilishindana nini? Kumpata tu mtu aliyekuwa anajiita kwamba yeye ni nani? Ni Muislamu. Ni mbone karimu, manake wanaona kwamba ni jambo la ajabu. Lakini sisi wanaingia dini mpaka mtu mwingine anakuja kuingia dini unamwambia nenda utarudi saa 8. Na hiyo ni dhambi. Kumchelewesha mtu ni matatizo. Akifa huyo mtu utasema nini? Lakini yale wa kuingia wanaingia kila siku kwa wingi mpaka tumeona kama ni kawaida. Na ndio maana hata kusoma tuwasomeshi. Maana tukaona ndugu zangu, ukiwa na muingia dini muagize. Mashaallah. Tumefungua program ya kuwasomesha. Siku ya Jumapili dimanche saa 8 na Jumanne mardi saa 8 na Alhamis jeudi saa 8 pale kwenye markaz kule Ndahangwa kule. Kwenye markazi yetu kule Ndahangwa pale muagize katika hayo masaa, ni vizuri inshallah. Hakuna mshahara wala hakuna malipo. Ila wewe unatakiwa tu rafiki yako ameingia dini msogeze kule katika hayo masaa inshallah. Hayo ni kutokana tuliona walifanyaga muhadhara pale wakaslimu watu vijana kabisa, unaona wameinukia. Sasa unaona hao vijana tukiwaacha hivi watarudi kule. Acha tujaribu kuwabana wasome dini yao. Kwa hivyo tukapendelea inshallah na ili tangazo, ukiwa na rafiki yako na tulifanyie propaganda ili waje ndugu zetu wasome inshallah. Na sasa tutakuwa tayari inshallah. Kwa hivyo pana ukafiri wa kushakia. Sasa makafiri leo wanatumia hiki kumuingiza Muislamu shaka.
Na kundi la kwanza la makafiri wanatumia silaha mashia. Muingiza Muislamu shaka. Abu Bakari. Huyo Abu Bakari wenu na ule Omari. Wenyewe wasemake Omar, ule Omari ule. Hawakumzika mtume. Wanda kupigania uongozi. Muislamu asiyojua kituroi na ruku. Abu Bakari naye mjua kumzika mtume. Kweli anakuletea kitabu. Si kitabu cheni cha wasuni. Sichi. Unasema tena kweli? Soma hapa. Bana kweli hakumzika. Unaweza kumshakia Abu Bakari. Sasa wewe ukishamshakia Abu Bakari, utaacha nani katika maswahaba? Ukimshakia Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, utasalimisha nani? Wanakuingiza hiyo shaka. Taratibu. Bali wana kuingiza hata shaka ya kumshakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam indirectement. Wanakuambia kwamba baada ya mtume kufa maswahaba karibu wote walisilimu isipokuwa takriban maswahaba wafiki 10 kwenye laki moja, na wote waliritadi isipokuwa maswahaba wafiki 10. Nini maana yake? Wanafunzi wakipelekwa kufanya mtihani, mwalimu na wanafunzi 20 au na wanafunzi 50, mwa wanafunzi wako 50 pakaweza wanafunzi 3, wakulaumiwa nani jamani? Salamu alaykum. Nani alaumiwe? Semeni wanafunzi. Wakulaumiwa? Mwalimu. Huyu mwalimu anafaa huyu. Uwafundishe watu miaka 23. Afe tu leo kesho wote wasilimu bakie 10. Utasema mtume alifundisha. Anatutia shaka hata kwa mtume wetu. Kwa njia ya mzunguko ndo silaha hiki. Shaka ikiingia tu katika mafundisho ya dini ni kufrun akbar. Ni ukafiri mkubwa ambaye tumesikia hukumu yake inamtoa mtu ndani ya nini? Ndani ya Uislamu. Au dhanna. Nadhani itakuwaga inshallah. Ngoja tusubiri. Sikiliza Qur'ani, Allah anatuambia katika surati Kaf. Allah anasema wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Walikuwa jamaa wawili. Tunachukua kisa kwa mkato kutokana na wakati. Waliingia, mmoja wao akaingia katika bustani. Kasema ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Unaona bustani langu kisiliko bwana. Mimi sitegemei kwamba ili bustani langu litaishaga milele. Abada. Litadumu daima hili. Lazima liwepo. Unaona sisi bwana mbele ya kulima tunaanza kwanza kuetidie ile ardhi. Tunaietidie. Tuone ardhi inakubaliana na mbegu gani tunapanda, sio kiolela kama mwe mnapanda ovyo ovyo. Hamkufanya etide ya ardhi. Sawa Sheikh. Asante. Akaendelea na mwambiaje mwenzake, wama adhunnu sa'ata qa'ima. Tena mimi sikubali hata kama kiama kitakuaga. Mimi mashehe anamishaona kama mashehe wote ni siasa tu. Kiama kufika akifiki. Tangia nigaleki mdogo wanaimba kiama. Naona watu wanakufa. Ngoja kiama kufika akifiki. Hapana, wama adhunnu sa'ata qa'ima, wala sitegemei kwamba kiama kitasimamaga. Akaendelea semaje, wala in shaka hiyo, wala in ruditu ila rabbi, na ndio ikifikia kiama kimefika, ndio ikifikia ndio sasa kimetokea kiama, kumbe ni kweli kimefika. Anakikubali huyu mtu, amekiweka ndani ya parentesi, au sio jamani? Na ndio kimefikia sasa, kimefika sasa, la ajidanna khairan minha munqalaba. Mimi gisi ninavyojijua ndio tu kiama kimefika, najua nitakutana na dossier zangu ni nzuri tu. Cha Mungu sana huyo, yeye soma kabla hata siku ya kiama. Sio tu kiama kifika. Unajua shekhe, siku njema Waswahili wanasema huonekana asubuhi. Ukianza kupata hapa duniani, maana yake na akhera utapata. Tabiri watu wote twende Amerika sasa jamani. Maana wanataka kutuletea itikadi za watemwe de Jehova kwamba pepo itakuaga hapa eti tutarisi nchi. Yaani waliokufa hapa Burundi watafufuliwa hapa Burundi.
Afadhali tuende Amerika mapema. Juu tufulie tuko wapi? Afadhali kule. Nimesema Amerika kwa makusudi juu watu wote leo ziko wapi? Rojo, ukisikia mtu amepata majuu vijana wote wanamtizama kama vile ni mtu mwingine. Visa tayari. Pana vijana wote wanateremkaga hapa. Mtu mnaongea, unaona anaingiza mkono mfukoni anatoa passport. Unainua kichwa hivi. Ashakuwa Muamerika. Unafuna iko natematizama kusudi tu uone. Tuone bana kuonesha. Tuona bana sisi tushakuwa hapa niko lakini mimi ni Marekani. Marekani kweli? Vijana wengine wanatafuna vidole. Na mimi nitafikia hapo siku gani? Tulia bwana. Tulia, usisumbuki. Piganisha ujiulize mimi nitafikia kuingia peponi vipi? Piganisha hilo. Mengine yote ndugu yangu ni mambo ya muda. Tena muda mdogo hauna guarantee wallah. Naam, kule wanakufa. Wanaporomoka kabisa. Naam. Sasa jamaa anasema hata kama ikibidi kiyama ndo kimetokea, bimaana hakiamini, anashakia na anadhania kabisa inawezekana kikatokea au kisitokei, na kikiwa ndo kitatokea mimi itakuwa ni mazuri tu. Unajua ukianza kupata maisha mazuri hapa bana, ukiwa na nyumba na magari na wake, na siku ya kiyama ni hivyo tu. Ndio rafiki yake akamkumbusha. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Rafiki yake akamkumbusha, akamwambia, na huko akimpa mawaidha anamlingania, anamuelekeza, akamwambia akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. Akafarta, kwa hayo maneno ambayo umesema, umemkufuru yule ambaye alikuumba kupitia katika udongo, marhala baba yetu Adam, thumma min nutfatin, kisha katika maji ya uzazi, ndio marhala yangu mimi na wewe, thumma sawaka rajula, leo amekufanya umekuwa mtu mzima, unasimama unatembea, alafu unaanza kushakia programu zake Allah. Likatumika neno akafarta kuonyesha kwamba mtu akishakia mambo ya dini tayari amefanya nini? Amekufuru. Ukishakia, mimi naona Qur'ani, unaona she, mimi gisi nikisema tunaona tu kwa zamani sawa, lakini mwa hizi siku she, ulimwengu wa sayansi na teknolojia, halafu kitabu cha 6e siècle, karne ya 6. Inshallah umekwenda na maji. Huyo ni ukafiri. Ukafiri nambari 4, kufrul i'rad. Ukafiri wa mtu kupuuzia mambo ya dini yake. Tuna vijana wetu leo, ukimchokoza kwa Kiingereza, shekhe anaporomosha Kiingereza, unawaza huyu ni mdogo wake ya Obama. Na mashaallah katika mji wetu watu Kiingereza chao hawapendi sana British, maana ina uji mdogo. Vijana wanataka slang, ndio ina uji mzito zile za war. Maana akiwa ndani wewe uko nje, ukimsikiliza utasema huyu ni Marekani. Ukimgeuza mkifaransa anazungumza unawaza ni Jacques Chirac. Kifaransa mzee kinatoka lakini mpeleke kidogo kwenye lughatul arabia, lughatul Qur'an, Qur'anan arabia, utamwona anajikuna mkichwa kidogo. Kisha hapo na hapo ndo unaona wapi tunaona Kiarabu ni kigumu sana, ashaka kata tamaa kabla kukisoma. Wewe umejuaje ni kigumu na ujaki? Njoo usome shekhe. Na hakuna urahisi wa kusoma dini kama vile mtu amepita mkizungu. Kuna urahisi mwingi sana. Mambo mengi Allah anaenda kufunua, ukitazama unaona Allah anaenda kufunulia. Kwa kuwa una nosio fulani uko nayo pembeni, inasaidia sana. Sasa ndugu zangu, watu kupuudhia kusoma dini na kupuudhia mambo ya dini yake. Allah anasemaje katika suratu Al-Ahqaf
aya 3, walladhina kafaru amma unziru muridun, na wale waliomkufuru Allah kwa yale ambayo wanayoonywa kwayo, jamani, hange muridun, wao wanapuuza. Yani mtu unaweza kumzungumzia moto wa jahannam, anakusikiliza kama vile yuko anasikiliza tu mtu uko anafanya mambo ya comedy. Sikiliza tishe. Ewa. Nakumbuka hata kijana mmoja, mambo yamefikia mbali. Irad katika dini imefika mbali. Mpaka mtu anahutubu hutuba ya Ijumaa, anazungumzia kiyama. Watu walicheka mwanzo wa hutuba mpaka mwisho. Kiyama. Mbona mnasikia vitu? Kiyama watu wanacheka. Lakini hata mimi ningekuwa eko, ningecheka. Na labda na wewe hata ungekuwa ungecheka. Kwa usulubu wa mzungumzaji anavyozungumza kiyama. Muislam, siku ya kiyama Mwenyezi Allah atafufua watu tumbo kama mlima wa Ruvironza kule. Jamaa akitembea anapiga kachimba. Hicho ni kiyama. Piga kachimbashe. Kiyama hicho. Halafu na maneno yale ya mjini tena yale ya kihuni. Basi unawaza Allah mambo yake yote ni noma. Bwana. Noma. Maana yake nini noma jamani? Eti unamtizama maskini. Ni hali nzito tumefikia maskini. Sasa marida tabib, mganga ndo kisha kuwa mgonjwa. Mganga kisha kuwa nini? Sasa mnasemaje wagonjwa wengine waliosalia kitakuaje? Ni kifo, ni balaa. Roho ndugu zangu zimeshageuka, qasatil qulub, zimekuwa ngumu kiasi cha kupitiliza. I'rad, kupuuzia mambo ya dini. Kuna mtu ana uwezo wa kwenda Maka lakini i'rad. Bwana, wewe sawendi Maka, Sheikh acha jazba bwana. Nitaenda. Basi ni nani tu hiyo, siku ni siku tu. Siku ni siku, wewe una mkataba na Allah. Wangapi? Eti hajajaliwa. Kiswahili kizuri hicho cha mjini. Sasa anasubiri mguu wa 3 ili ajaliwe. Hajajaliwa unakosa nini? Una macho mawili unataka ujaliwe la 3? Tutakukimbia Sheikh, utageuka dajali. Wewe umeeneza, Allah amekupa vitu na amekufadhilisha zidi ya wengi katika viumbe wake. Unashindwa kumuitika Allah. Wewe ndio kashiriki katika wengine, labbaik Allahumma labbaik. I'rad, anapuuza tu. Ana tu hivi tu mimi nikibitana biko tu. Mambo ya hija nini? Nasikia ni karaa sana kule, sijui watu wengi, sijui kusukumana nini. Anaacha. Ana uwezo wa kutoa zaka, anaacha. Kijana inatolewa adhana, iko barazani, amekaa kwenye ligala. Watu wote wanasimama, yeye anajipakilia pale. Kasalieni nyinyi bwana. Wewe tangio sali shapatani. Kasali bwana. I'rad, ukafiri unamtoa mtu ndani ya Uislamu. Ndugu zangu, tutoe muda wa kusikiliza madarasa, ni hatari. Ukafiri nambari 5, kufrun nifaq, ukafiri wa unafiki. Sasa dhalika, Allah anasemaje katika suratul Munafiqun? Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hao watu wamehukumiwa kwamba wamekufuru. Dhalika bi annahum amanu, kwa kuwa kwanza walimwamini Allah, thumma kafaru, kisha wakakufuru, mioyo yao ikapigwa mihuri, wakawa ni watu wanaishi ambao hawajitambui tena. Kaamini alafu anakufuru baada ya imani yake. Huyo ni ukafiri ambao unamtoa mtu ndani ya Uislamu. Ama al-kufru al-asghar,
ukafiri mdogo tumeenda tunachukua sharhi ndogo ndogo ili tukamilishe darasa letu. Ama ukafiri mdogo wafihi masail, na kuna nukta ambazo tutazipitia. Ya kwanza, taarifuhu, nini maana ya ukafiri mdogo? Sheikh atuambia kullu ma'siyatin urida fil kitabi was sunnati tasmiyatuha kufran wa lam tasil ila haddi al-kufri al-akbar. Ukafiri mdogo ni kila maasi ambayo yamepokelewa ndani ya kitabu cha Allah na sunna za mtume wetu Muhammad yakaitwa kwa jina la ukafiri, ima ndani ya Qur'ani au ndani ya sunna. Ni kitu kibaya kimeitwa ni ukafiri, lakini wala mtasil ila haddil kufri al-akbar, lakini ukawa ni ule ukafiri haujafikia katika ile ngazi ya kulingana na ukafiri mkubwa. Ni ukafiri kweli, lakini haujafikia kulingana na ule ukafiri mkubwa. Ili tufahamu vizuri, tuingie katika mifano yake. Kwanza, hukumu ya ukafiri mdogo. Muharramun, ni kitu ni haramun, ni haramun jamani. Wa kabiratun min kabairi dhunubi, na uhesabiwa kuwa ni dhambi, ni kubwa katika madhambi makubwa. Lakini dhambi hiyo la yukhriju sahibahu min millati al-islami, inakuwa hiyo dhambi haimtoi aliyeifanya katika Uislamu. Ni dhambi tena kubwa, lakini haimtoi mtu katika Uislamu. Amthilatuhu, mifano ili tufahamu vizuri. Kufru ni'ma, kukufuru neema. Dhambi ya kwanza, dhambi ndogo hiyo, kukufuru neema. Allah anasema fakafarat bi an'amillah, kwamba watu wakakufuru neema za Allah. Wadaraba Allahu mathalan qaryatan, Allah anapigia mfano wa mji, kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan, lakini wakafanyaje? Fakafarat bi an'amillah. Watu wa mji ambao walikuwa wanapata riziki kutoka sehemu zote, watu wameishi katika raha mustarehe, riziki Allah kawafungulia, lakini wakakufuru neema za Allah. Ile riziki Allah kawapa wakaitumia katika kumwasi nani tena? Allah. Hiyo ni dhambi, tena dhambi kubwa, lakini haimtoi mtu ndani ya nini? Ndani ya Uislamu. Maadama pamoja na kuwa ni dhambi kubwa, lakini haijamtoa mtu ndani ya Uislamu, lakini atakuwa katika hali nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufru neema, kukufuru neema. Na watu wengi leo maskini anaomba Allah kimpa, anafika na msahau Allah, anajishughulisha na ile neema ya Allah. Binadamu haeleweki maskini. Ningepata mimi kagari, kwa kweli kangenisaidia sana. Allah anasema gari tu chukua. Unasikia rafiki yako wa zamani hiyo alikuwa hata umkumbuki, yuko Uingereza. Siku moja naongea na mtu huko, ndo akataji angalia kiti ana hali gani? Rafiki yako ashapondekana. Acha nimpige jeki. Unasikia tu simu, halo, nasema simu ya Ulaya ndio inaruka. Maana ukiona Ulaya unaona dala hapo. Halo, wewe ndo fulani eti? Ni mimi fulani. Bana ni aje uko tena wapi ndugu yangu? Mambo mazito bana, unajua tena na nini? Bana usina matatizo. Mwa hii wiki nitakutumia mzigo. Bana gari nitafanya namna, itabidi sijui utafute shoferi, kila kitu mpaka ikufikie mbele ya mlango. Usisumbuki wewe, taarifa tu shoferi kwenda kuileta Dar es Salaam. Unateremsha simu, unaambia mke wako takbir, Allahu akbar, takbir, Allah.
tumepata gari wallahi, ule rafiki yangu. Allah ni mzuri Sasa gari imefika ewa mke anakuambia badala kumpa shoferi utapata kitu, wewe si driver ingia mwenyewe uwanjani tena kweli. Bas unasikia Allahu akbar adhana hiyo. Tukasali. Pasalini nyinyi mko na wakati. Mimi bana tangia nipatie gari, sina tena wakati. Tangia apatie hiyo gari. Hana tena wakati wa kuongea na Allah. Kufru neema. Kakufuru neema wewe. Anashughulishwa na neema badala ya kushughulishwa na aliyemneemesha. Tizama hii dhulma. Na Allah ana haraka wallahi, anaweka gari barabarani anapata riziki. Hana haraka Allah. Hii haimtoi mtu ndani ya Uislamu, lakini ni katika madhambi makubwa. Jambo la pili, qitalul muslimi li akhihi almuslim. Muislam kumpiga ndugu yake Muislamu. Wada jihad. Jihad ndio kumpiga ndugu yake Muislamu ya modeli gani hiyo? Kafiri ule. Wewe ndio Muislamu Kwa ushahidi wa hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, Mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akasema, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Kumpiga ndugu yako kumtukana ndugu yako Muislamu ni ufisadi mkubwa kabisa. Kumtukana ndugu yako Muislamu ni ufisadi. Sasa ikifikia na kumpiga ni ukafiri. Lakini ukafiri ambao umetajwa hapa ni kufrun asghar, sio ule ukafiri wa kumtoa mtu ndani ya nini? Ndani ya Uislamu. Lakini ni katika madhambi makubwa. Kumpiga ndugu yako Muislamu, hii ni hatari. Si tunajifunza mkono ili kwa shughuli maalumu, au sio jamani? Na kuna wanaohusika. Sasa wewe sio ugeuzie tena kwa ndugu zako Waislamu ndio uanze bwana. Hapana. Hapana kabisa. Kwa hivyo hilo limeitwa kwamba, na sunna imeitwa kwamba ni kufrun, ni ukafiri, lakini ni ukafiri ambao haujafikia ile ngazi ya kumtoa mtu ndani ya Uislamu. Jambo la tatu, at-ta'anu fi ansabil akhirina. At-ta'an ni kama vile kuchoma. Mara nyingi shekhi wangu Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah alikuwa akifika hapa, kwa napenda sana kuashiria. Anaweka tafsiri ili kuelewa, analifasiri kwanza ile neno kilugha. Ta'an ni kama vile kuchukua mkuki, alikuwa akipenda kusema hivyo. Unamchoma mtu. Na limetumika hapa sio fasi ya kuchoma kwa kutumia mkuki, lakini unaweza kumchoma mtu kwa neno na madhara yake yakawa makubwa kuliko hata ule mtu aliyemchoma kwa nini? Kwa mkuki. Sasa hapa ni kuchoma vinasaba vya wenzako. Kinasaba. Tena kama wale ndo washenzi kabisa. Kabila fulani Makoresho walikuwa wanapenda kujipiga mkifua kwa kuwa wao walikuwa karibu ya nini? Ya Al-Kaaba, au sio? Wakifika kwenye Al-Kaaba wale wazee kina Abu Jahali, kina Amr ibn Hisham, Abu Jahali, kina Abu Lahabi, kina Abu Sufyan kabla ya Islam, wakikutana pale wanajipiga kwenye kifua, nahnu ahlul Kaaba, sisi ndo watoto wa Al-Kaaba sisi. Wengine Waarabu wote wanakuja kujazia sisi ndo wenyewe. Sasa wakiona wengine kama vile wanapitisha kitu cha dharau, tumekatazwa hilo jambo. Anaweza kuwa mtu yumo katika kabila ambalo unalidharau wewe, lakini imani yake ikawa juu kushinda imani yako wewe, katika kabila ambalo limeonekana eti liko juu. Haiwezekani hiyo. Naam. Katika maswahaba, pako maswahaba walikuwa wasemekani, lakini imani zao shekhe zinatia uoga. Nakumbuka siku moja nilikuwa nasoma kisa cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wakati wa ukhalifa wake. Ameikaa kwenye mahakama ya uadilifu, wakaingia vijana wawili wanamburura mzee mpaka mbele yake.
wakamwambia hadha rajulun qatala abana, huyu mzee kamua baba yetu huyu, na Qur'ani imesema al-qisasu bil-qisas, lazima na yeye wawe. Umar akawaita, hakuna nyingine jaga afe tu. Wakamuuliza wewe ilikuwaje? Akasema mimi bwana sio kusudi, nilipiga jiwe ngamia ilikuwa imeingia mshamba langu, jiwe likaikosa ile ngamia, ndio likampiga baba yao sehemu ya pili. Mimi sikuwa nimemuona, sikumuua, ma qataltuhu amdan ya amira almu'minin, mimi sijafanya kusudi. Lakini amefanyaje? Ameua. Wewe vijana mnasemaje? Akufa tu na yeye. Sasa ndugu yake, hicho ni kisa cha kwanza. Cha pili tuende ili kubaliana na mada yetu, wakati wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hicho naona ni kirefu na muda wa adhana umeshapita, na masiku hizi tunapenda darasa tulifanye fupi. Kijana mmoja alimuua mtu, ndugu zake wakamleta kwa mtume sawa wakati wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ili tupate ushahidi sawa sawa, mahalu shahid. Walomfikisha kwa mtume, ikabidi mtume akamwambia mnasemaje? Wakasema na yeye atakufa tu. Akawapa kama vile kuwaelekeza, amtaki fidia, mwezi mkasamia. Akasema hapana ya Rasul, na yeye atakufa tu. Basi Rasul akasema maadama wenye ndugu yao amesema afe, basi atakufa. Ndugu yake ashe hata kusema sijida, jamani hiyo ni kazi. Kuna watu wana miili milaini hapati sijida. Kwa hivyo ndugu zangu, kujiita majina ya makafiri ni dalili ya kuwapenda yale mapenzi ambayo tumekatazwa. Jambo la 7, la tastaghfir lilkuffari wala tataraham ala mautahum. Hakuna ruhusa ya ndugu yako aliyekufa ni mkafiri kumwombea dua. Hakuna kumwombea msamaha, hakuna. Kafa hali ya kuwa ni kafiri, hakuna mlango. Allah kaanza kumkatiza nabii, ma kana linnabii, tulisoma jana hapa, ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba, japo ni ndugu zao wa karibu tumekatazwa. Sasa sisi tutasemaje? Kuna mambo yakitokea unajikwamua, unaweza kaitwa fasi, naambia bana tumuombee dua huyu, lakini wewe unajua huyu sio Muislamu. Kataa kiungwana, usikatae tu kimjini, unakataa kiungwana, fika pale. Haya madini yote tutamuombea huyu dua. Wenzake hao wote ni wenzake, lakini sisi si wenzake. Angekuwa mzima tungemuombea hidayah, au sio jamani? Sasa kesha kufa, milango imefungwa. Wewe ukifika pale shekhe unainua mikono, Mwenyezi Mungu, Allah unamjua mja wako, aliyefanya mambo mengi makubwa ya rabbal alamin. Ni uongo ni kweli? Aliyefanya mambo mengi makubwa ya rabbal alamin, yote unayajua, madogo aliyoyafanya, makubwa aliyoyafanya Mola wetu. Tunakuomba umlipe kwa yote aliyoyafanya. Wa sallallahu ala nabii Muhammad. Unaondoka zako, Allah mlipe kwa yote makubwa na madogo aliyoyafanya. Lakini hayo makubwa na madogo, ni mepi? Wewe usiyasemi, sema tu makubwa na madogo, lakini usiombe dua. Hatuna hiyo ruhusa, wala kumwombea rahma. Marehemu Patrice Lumumba, umetoa wapi shekhe? Marehemu aje shekhe? Marhum ni ismul maf'ul, ni jina unasema na pako vile ndani yake unamwombea, unamrehemu. Aliye rehemewa nani? Huyo marhum. Nani aliyemrehemu? Uliviona we mpaka umuite huyo marhum? Uliyaona? Sapako mwingine unaweza kusema nyakuigendera, sio mbaya kwa Kirundi chetu, au sio jamani? Nyakuigendera basi safi, unakuwa meji kwa mua tu, lakini hapana kuomba dua. Jambo la 8 na ndio tunamalizia, la tamdahil kuffara wala tuthni alaihim. Usiwasifu makafiri wala madaha ni kusifu, na athna au thana vile vile ni sifa. Usiwasifu makafiri.
fa innal mudafa'ata anhum wal i'jaba bihim duna an-nazar ila aqidatihim al-batila al-fasida min muwalati al-muharrama. Naam, usiwasifu. Na leo ndo maisha yetu sisi. Acha wale watoto wa Maria washakamaliza bana. Sheikh anatuambiaje? Usiwasifu. Hilo jambo la kuwasifu, hilo jambo la wewe kuwasifu hao na kuwastaajabia kama wamefanya mambo ya maajabu bila kutizama akida yao. Wao na wasifu wametengeneza sijui simu, wametengeneza ndege, wametengeneza sijui hivi, lakini haujatizama akida yao, imani yao ikoje, ambayo ni imani ya batila, imani potevu. Hayo ni mapenzi yaliyoharamishwa na sheria, yaliyoharamishwa na sheria. Maswahaba wa kujenga vitu vyote vile vya maajabu, lakini imani waliokuwa nayo, imani waliokuwa nayo ilikuwa inatisha, ilikuwa inatisha, na ilikuwa inaweza kuyafanya mambo yasiyowezekana yakawezekana, na inayafanya yenye kuwezekana yasiwezekani. Hawa ndio wakusifiwa. Sasa leo tumewasahau. Mpaka leo mtu anampa mtoto jina la mcheza mpira. Tumekwenda mbali sana leo. Nilikuwa napendelea nikamilishe hicho kisomo, na leo ndo tunatangaza rasmi kwamba tunabadilisha program. Tumepata maombi ya ndugu yetu kutoka Buiza huko, kwa naomba na wao angalau wapate siku moja darasa. Tunaenda kufikiria. Kwa hivyo tutakuwa na hapa kwetu itakuwa ni siku moja tu badala ya siku mbili. Allah tusamee. Itakuwa ni siku moja, itakuwa ni lendi hapa msikitini. Mardi itakuwa barabara ya pili, na itakuwa ni hiyo siku moja tu. Na mercredi itakuwa barabara mardi itakuwa barabara ya 5, itakuwa ni hiyo siku moja. Na mercredi itakuwa barabara ya pili. Nimependa hayo ndugu zangu. Allah tunamuomba atupe taufik, tudumishe nyayo za Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah. Alikuwa na kanuni ya darsa siku ya pili Jumanne, barabara ya 5. Tukapenda inshallah hiyo siku tuiendeleze, tukimuomba Allah atupe ujira sisi na ampe ujira yule ambaye alianzisha hiyo program ya hiyo siku. Allahumma amin. Na alikuwa na program vile vile ya siku ya Jumanne mercredi, Jumatano mercredi, barabara ya pili. Tukapenda na benye hiyo program tuidumishe, tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ujira sisi, na ukamilifu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo kwa sasa imefika mbali, mtatuea radhi tutoe muda wa masala, lakini wiki ijayo inshallah mtu anaweza kama aliandika, tutajaribu kuyajibu yale ambayo tutakayoweza. Yatakayokuwa mazito inshallah tutayaakhirisha. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillah.